Hakuna kitu kibaya kama mtu kuota ndoto alafu akaisahau ile ndoto. Hapo kama ni mkakati wa adui anakuwa amefanikiwa 100%. Kuna watu ambao waliheshimu sana ndoto zao, ikiwemo Mfalme Nebukadneza. Alipoisahau ndoto, aliita paka wachawi waje wamwambie ni ndoto gani aliyoota. Usipuuze ndoto kwa sababu inakuwa imebeba taarifa juu ya maisha yako pamoja na watu wanaokuzunguka. Hapa ninazo sababu 3 ambazo zinaweza kuwa ni sababisho la wewe kusahau ndoto. Mwenye sauti hii ninaitwa Pastor Philip Mbasha, nabii wa ndoto. Namba ya simu unaiona kwenye screen hapo ni kwa ajili ya kuwasiliana na mimi, au unaweza ukaichukua ukaandika neno niunge kwa njia ya WhatsApp na nitakuunganisha kwenye madhabahu ya maombi. Tuko na grupu ya maombi ambayo kila siku na kuwa na fasili ndoto pamoja na maombi na mafundisho tofauti na ndoto. Sababu ya kwanza ambayo inaweza kapelekea wewe kupoteza kumbukumbu ya ndoto uliyoota. Namba 1 ni shambulio la nguvu za giza. Hili shambulio la nguvu za giza huhusishwa na wachawi. Wanaopenda tusifanikiwe ni watu wa karibu yetu sana, na wengine ni ndugu kabisa. Na kama siku moja ukaweza kuwaona vile wanavyokutendea usiku wa manane, huwezi hata kuamini kwa sababu ni watu wa karibu sana. Sasa ikiwa ni watu wa karibu ambao wanahusika kuhakikisha unakuwa mgonjwa, kuhakikisha haufanikiwi, endapo akija usiku kwa ajili ya kukuangia, kwa sababu wewe umefanywa kwa sura na mfano wa Mungu, lazima kuna taarifa itakuijia tu, na ile taarifa itakuja kwa njia ya ndoto. Kuna ishara utazipokea hata mwilini pia. Sasa wachawi wanafahamu kabisa ya kwamba mtu huyu anaweza kutuona kwa njia ya ndoto, akatuona sura zetu. Kwa wanapomaliza kile kitu ambacho wamekusudia kukifanya, huwa wanafanya kuformat kumbukumbu zako. Kuna dawa ambazo wanatumia wachawi kwa ajili ya kuformat kumbukumbu. Huwa wanakuwa na shanga zimetungwa, ila sio shanga kama shanga, yanakuwa ni matunda makavu yaliyokauka, wanayajua wenyewe. Yale wanagusisha kwenye ulimi wako. Wakishagusisha, ukijilamba tu ukameza, kumbukumbu zote zinaondoka. Ukiamka kesho unakuwa unahisi kuna kitu kiliendelea, ila hata ulicall hauwezi ukakumbuka. Endapo ikiwa uwezo wako ni mdogo zaidi katika nguvu za Mungu kufanya kulipea ule mfumo wa ndoto, ndio pale huletekeza changamoto nyingine ambao unakuta unakaa muda mrefu sana, mwaka, miaka, haupati ndoto kabisa, kwa sababu watu hawa wanakuwa walikushambulia kwa nguvu za giza. Elewa hichi ninachokuambia. Ukiona umesahau ndoto yako, aliyekuja kukufanyia ubaya ni mtu wa karibu sana. Niamini ninachokuambia, na ninamwomba Mungu akufungue macho siku moja hichi ninachokiongea utakithibitisha. Sababu ya pili ni mtu kwa kinyume na mapenzi ya Mungu. Angalia, kuna mfalme anaitwa Nebukadneza. Nebukadneza aliota ndoto alafu akaamka. Biblia inasema usingizi wake ukapaa. Nebukadneza akaita wachawi wote akamwambia, niambieni ndoto niliyoota usiku, na kama hamtoniambia, maana imenifadhaisha, nitawakata vichwa vyenu. Utaona hicho kitu. Ndipo Daniel anakuja anamwelezea mfalme ndoto aliyeota akaisahau. Kwa nini alisahau ile ndoto? Alafu aliyekuja kumkumbusha ile ndoto hakuwepo hata wakati amelala, na hawakulala pamoja. Hapa maana yake ni kwamba mtu aliye karibu na Mungu, Mungu humfunulia siri zake. Mungu humjuza mtu aliye wa kwake. Sasa hapo utaona Nebukadneza aliondolewa hiyo kumbukumbu na Mungu, kwa sababu alikuwa amekusudia kufanya mabaya katika nchi na kulitukanisha jina la Bwana. Unapokuwa tu kinyume na mapenzi ya Mungu, kumbukumbu lako la ndoto linaondoshwa. Namba 3, unapokuwa na msongo wa mawazo au shughuli zikiwa nyingi. Kuna mtu kwa sababu ya shughuli kuwa nyingi sana, unakuta muda anapoenda kulala analala kama mzigo. Na kuna mtu mwingine akiwa na msongo wa mawazo sana, anapoingia kulala usingizi wake unapaa kabisa. Anakuwa analala lakini analala usingizi wa mang'amng'amu. Unapokuwa na msongo wa mawazo sana, ule mlango wa ndoto unapoteza usikivu wake, kwa sababu akili yako inakuwa haiko na utulivu. Mtu anayekuwa amechoka sana, kuna majira akiwa amelala kama mzigo, hata ukimwamsha hawezi kusikia, umeongea hawezi kusikia. Kwa hivyo na kwenye upande wa ndoto pia inakuwa ni ngumu sana kuweza kutambua kile ambacho ameweza kukiota, kwa sababu mwili wake unakuwa umechoka kupita kawaida. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Nashukuru kwa kushare video hii, kulike, kusubscribe. Vile usikose mafunzo mengine ambayo naendelea kuyapost. Mwambie na jirani yako yuko mtumishi wa Mungu ambaye Mungu amempatia maarifa ya kufasiri ndoto kwa kupitia neno la Mungu. Barikiwa sana. Amen.